Na mtazamaji, tutakupasha mengi kuhusiana na kikao hicho katika taarifa zetu za baadaye. Kwa sasa tukiendelea na Sema ni kwamba viongozi wa vyama vya walimu katika kaunti ya Kajiado wanatoa wito kwa makachero wa DCI kuchunguza visa vya kuondolewa kwa maelezo ya baadhi ya wanafunzi kwenye mfumo wa kitaifa wa kudhibiti elimu NEMIS, ambavyo vimewaacha wanafunzi wengi nje na hivyo kukosa ufadhili wa serikali. Mwanahabari wetu Robert Masai anaeleza zaidi. Walimu na wanafunzi wa shule ya msingi pamoja na sekondari msingi kutoka kaunti ya Kajiado walikongamana katika shule ya msingi ya Kitengela GK Prison kuhudhuria hafla ya michezo. Viongozi wa vyama vya walimu wakitumia fursa hiyo kuonyesha ghadhabu yao kuhusu kile wanasema ni ulaghai kwenye mfumo wa kudhibiti elimu nchini NEMIS, ambapo wanadai wanafunzi wengi wamekuwa wakiondolewa kwenye mfumo huo pindi tu baada ya maelezo yao kujazwa. Walimu wana upload NEMIS ya watoto pale, lakini within no time imekuwa cleared. Ni nani huwa anapoteza hiyo NEMIS? Na hiyo NEMIS capitation inakuwa release as per the enrollment of the school. Kwa hivyo kuna ukora unafanyika pale katika wizara, na tunataka wahusika wajue ya kwamba there is something happening within the ministry. Ile NEMIS inakuwa uploaded, tunataka kuona ni hivyo. Iache kupotea. Why is it disappearing, especially when schools are ready to receive capitation? Kuhusu fedha za kufadhili elimu, walimu hao waliendelea kuteta wakisema licha ya muhula huu kuendelea kuyoyoma, hadi sasa wamepokea tu 25% ya fedha hizo, tofauti na 50% ambayo ingepaswa kuwasilishwa muhula huu, hatua ambayo imewacha shule nyingi kuhangaika kwenye shughuli mbalimbali ikiwemo michezo. Waziri hata amekuwa akisema kwamba wiki ijayo pesa itakuwa will be wired in our school accounts, lakini haijafika. Kuna hata mashule zimeenda hata to an extent of unakuta the head teacher mwenyewe anatumia pesa yake kufidia kwanza mahali ambao hawa watoto waweze kufika huku. These activities can never be possible without capitation. So release capitation to our schools so that our teams can proceed to regional and even to national level. Our schools are not operating well. Mashindano hayo yalikuwa katika ngazi ya kaunti, swala la kudhibiti umri wa wale wanapaswa kushiriki likijitokeza, walimu hao wakisema hatua hiyo inawafungia nje wanafunzi kutoka jamii za wafugaji ambao huanza elimu katika umri mkubwa. Umri kuwekwa wa 15 years for junior secondary na miaka 12 kwa primary, kwa mara mingi sisi inatufinya sana. Maana unakuta ni wanafunzi wale wa darasa la 3, darasa la 4 ndio wana participate. Na shule za serikali iko na wanafunzi wa aina tofauti wengi sana. Kwa hivyo tungeonelea ama tungependelea ikiwezekana hiyo mambo ya age limit zitolewe. Mashindano haya ambaye yalijumuisha riadha, mchezo wa raga, mchezo wa magongo, uogeleaji miongoni mwa mengine, sasa yataelekea katika ngazi ya ukanda kuanzia Jumatano hii, ambapo kaunti 14 za ukanda wa bonde la Ufa zitashiriki mashindano hayo katika kaunti ya Bomet. Robert Masai, runinga ya Citizen, Kitengela, kaunti ya Kajiado.